SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Umoja wa wanaume Tanzania wamefanya uchaguzi wa kumchagua makamu mwenyekiti wa umoja huo kutokea visiwani Zanzibar. Akizungumza lengo la kuanzishwa kwa umoja huo, mwenyekiti wa umoja wa wanaume Tanzania ndugu Claudi Bikimu amesema wanataka kuhakikisha wanaunganisha wanaume wote Tanzania kwa lengo la kulinda na kutetea vitendo vya uzalishaji katika jamii ili kuendelea na Tanzania iliyo salama. Lengo kuu la umoja huu ni kuwaunganisha wanaume wote ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kimanisha Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kilichonifanya leo kuwepo kwenye ardhi ya upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuhakikisha wenzetu wa upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana yake wanaume, basi tunaungana wote pamoja ili wote kwa pamoja sauti yetu iwe moja, na kwa umoja wetu basi itatusaidia sana kuhakikisha jamii nzima ndani ya muungano wetu, hasa vijana wetu kuanzia wa kiume na wa kike kwenye makuzi, tunawasimamia kisawasawa kwa mujibu wa maandiko kama wanaume, kwa nafasi yetu kwamba tuna nafasi ya kukemea, kuonya na kushauri. Hili tunasema mwanaume anayejitambua. Mwanaume anayejitambua ni yule ambao hahusishwi na vitendo vyovyote vile vya kikatili. Kwa mfano, hahusishwi na ukatili dhidi ya mwanamke, hahusishwi na ukatili dhidi ya watoto au watoto, hahusishwi kwenye vitendo vyovyote vile ambavyo havina tija wala maslahi kwa jamii. Huyo ndo mwanaume anayejitambua. Lakini ni mwanaume kwa namna yoyote ile, kama utajiunga kwenye umoja huu ukawa hujitambui, unajihusisha na haya ambayo sisi umoja wa wanaume tunayapinga, ikiwepo na masuala ya ushoga, usagaji na ulawiti, maana hiyo peke yake na kutoa kabisa kwenye sifa ya kuwa mwanaume unayejitambua. Kwanza unaanza na miaka 18, alafu kisha kuwa na miaka 18 sasa uwe unajitambua kwamba unapiga vita ushoga, unapiga vita usagaji, unapiga vita madawa ya kulevya, unapiga vita ulevi wa kupindukia kama mwanaume. Hiyo ndio sifa ambayo inaonyesha tayari wewe unajitambua. Aidha, akizungumzia uchaguzi uliofanyika kwa ajili ya kumpata makamu mwenyekiti kutoka Zanzibar kama muundo wa katiba ilivyosema. Kwa hiyo kilichofanya mimi leo kuwepo ndani ya Zanzibar ni pamoja na kupata viongozi wetu wa umoja wa wanaume kutoka Zanzibar, ambao kimsingi kutokana na utaratibu na muundo wa uongozi wetu, makamu mwenyekiti wa umoja wa wanaume Tanzania kwa maana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatoka Zanzibar. Mkutano huu na kikao hiki ambacho kimehudhuriwa na viongozi wa kutosha, basi wameweza kufanya uchaguzi na tumeweza kumpata makamu mwenyekiti taifa wa umoja wa wanaume Tanzania kutoka Zanzibar. Lakini sambamba na hayo tumeweza kumpata naibu katibu mkuu wa umoja wa wanaume Tanzania kutoka Zanzibar na viongozi wengine mbalimbali ambao wataungana na timu ya Secretariat ya Taifa makao makuu. Naye makamu mwenyekiti aliyechaguliwa ndugu Faidini Fuaifumu amehakikisha kwamba atafanya kazi kwa mashirikiano ya pande zote mbili na kuhakikisha wanaume wa Kizanzibari wanapata mwamko wa kujiunga katika umoja huo. Nimepata nafasi hii mpya adhimu ya makamu mwenyekiti wa wanaume Tanzania, na pia mimi nitakuwa ni mwakilishi kwa hapa Zanzibar. Nimepokea uongozi huu pamoja na viongozi wangu wengine ambao nimewateua kuwa ni wasaidizi wangu. Lengo na madhumuni, kwa kuwa na uzoefu mkubwa ninakotoka, na uzoefu wangu umetokana na chama, umetokana na serikali. Kwa hiyo jitihada nitakayoifanya kwanza
nitashirikiana na wananchi wote kwenye shehia zetu, wilaya, mkoa, kukaa kwa pamoja na kuitoa hii elimu. Nafasi za viongozi wengine walioteuliwa ni mwadhimu mkuu, mwenezi pango na uchumi na fedha, na afisa mradi wa uwekezaji. Nikiripoti Suleiman Saidi, SNTV, huu ni wakati wetu. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online, huu ni wakati wetu.